inaopambana na baraka zako, inaopambana na mafanikio yako. Hebu ikemea asubuhi ya leo. Ripashata kaba, ninasambaza moto kwa jina la Yesu kuteketeza kila roho. Ninatambaza moto asubuhi ya leo kila uvamizi wa kuzimu, kila uvamizi wa kipepo, kila uvamizi wowote unaomzuia mtu huyu asimpe Mungu ibada, unaomzuia mtu huyu asipeleke ibada mbele za Bwana. Tunakemea roho hiyo, tunaikemea hiyo roho kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninateketeza kila utawala na ufuta, kila utawala na ufuta kwa jina la Yesu aliha, kwa jina la Yesu aliha, kwa jina la Yesu aliha. Achilia maisha yake, achilia maisha yake kwa jina la Yesu aliha. Right now, right now, right now, right now, right now. Ninalazimisha kila mamlaka ivunjike, ninalazimisha kila utawala uvunjike, kila utawala wa giza uvunjike. Ninalazimisha kwa mamlaka jina la Yesu ule utawala wa kipepo, ule utawala wa giza, ule utawala wa kuzimu, ule utawala wa shetani. Ninauangusha, ninauangusha, ninauangusha kwa jina la Yesu. Hauna nafasi mbele ya watu wa madhabahu hii, hauna nafasi kwa watu wa Mungu waliobarikiwa wa kanisa la mahali hapa. Huo utawala una nafasi. Ninaukemea kwa jina la Yesu. Achilia maisha yao, achilia maisha yao. Ninalazimisha, achilia maisha yao, achilia maisha yao, achilia biashara zao, achilia ndoa zao, achilia familia zao, achilia uzao wao kwa jina la Yesu. Ninatoesha, 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 ninatoesha kwa jina la Yesu aliha. Inua sauti yako, inua sauti yako. Chochote kilicholeta nafasi kwa shetani, chochote kinacholeta nafasi kwa shetani kuzuia maisha yako, hebu kikemee kwa jina la Yesu. Kemea kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti iliyopandwa ndani ya wateule wa Mungu naing'oa asubuhi ya leo, naitoesha kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya mafarakano iliyopandwa kwenye ndoa, iliyopandwa kwenye biashara, iliyopandwa kwenye uchumi, iliyopandwa kwa partners, kwa jina la Yesu aliha, ninaiondosha hiyo roho iliyopandwa kwenye familia, kufarakana na watoto, kufarakana na wazazi. Ninaikemea, itoeke sasa, achia kwa jina la Yesu aliha. Mapepo yaliyokamata nyayo za watu wakasema huyu hawezi kufanikiwa, ninaweka moto kwenye hizo nyayo. Mapepo yaliyoweka moto, yaliyoweka vizuizi kwenye miguu ya watu, miguu inawaka moto usiku, naweka moto wa Roho Mtakatifu. Ninang'oa hiyo kazi ya giza, ninaing'oa hiyo kazi ya giza, maana imeandikwa kila kazi isiyotoka kwa Mungu itaharibiwa. Kila pando asilolipanda Baba mbinguni litang'olewa, nami naling'oa kwa mamlaka jina la Yesu. Pando lolote katikati yetu, pando lolote la kishetani katikati yetu, ninaling'oa, ninaling'oa, ninaling'oa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ng'oka, ng'oka utawala wa giza, ng'oka, ng'oka utawala wa giza, ng'oka utawala wa kuzimu, ng'oka kwa jina la Yesu aliha. Bwana ikapita kwa damu. Right now, right now, right now, right now. Ninavuta maagano na kila kiapo, maagano na kila kiapo, ya kiapo chochote kilichomkamata mtu, agano lolote lililomkamata mtu, ninalivunja, ninalivunja hilo agano, hilo agano ninalivunja kwa jina la Yesu aliha. Right now, right now, right now. Kwa moto la, kwa moto la, kwa moto la. Kung'oa kila utawala kwenye familia yako. Inua sauti yako kung'oa kila utawala ndani ya nyumba yako kwa jina la Yesu aliha. Damu ya Yesu inatosha kwenye hiyo familia. Damu ya Yesu inatosha kwenye hiyo nyumba. Damu ya Yesu inatosha kuondoa kila ubatili wa adui. Inua sauti yako, omba kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu. Ule utawala wa giza, ule utawala wa kuzimu, omba kwa ajili ya familia yako, omba kwa ajili ya maisha yako, omba kwa ajili ya nyumba yako. Usipoomba hakuna kukuombea.
Shetani haogopi mtu aliyevaa smart. Shetani haogopi mtu mwenye pesa. Anaogopa muombaji. Anaogopa muombaji. Anaogopa muombaji. Muombaji ndiye anaogopwa na kuzimu. Omba, 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 omba. Kataa hila za shetani. Kataa mipango ya adui. Kataa mipango ya adui dhidi ya familia yako, dhidi ya maisha yako, dhidi ya nyumba yako, dhidi ya uchumi wako. Kwa jina la Yesu aliha robo shaka kama ibashetekeba walioandikiwa mauti ninafuta kwa jina la Yesu. Walioandikiwa mauti, walioandikiwa kifo ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila pando baya, kila pando la uharibifu ninaliondoa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Sema kwa jina la Yesu. Ina mikono yako, sema kwa jina la Yesu. Jambo lolote alilotengeneza adui shetani kuvuruga maisha yangu, kuzuia baraka zangu, kuvuruga familia yangu, kuzuia familia yangu, leo naliangusha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Leo naangusha kila mpango wa adui uliopangwa kinyume changu, kinyume cha familia yangu, kinyume cha ndoa, kinyume cha uzao. Leo napangua kila ratiba. Iwa sauti yako. Leo napangua kila ratiba iliyopangwa kinyume cha uchumi wangu, kinyume cha kazi yangu, kinyume cha familia yangu, kinyume cha kazi yangu. Kwa jina la Yesu leo napangua, leo napangua kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Napangua hiyo ratiba, ratiba mbaya, ratiba kuzimu, ratiba kipepo. Kwanza kupangua na ipanguke kwa jina la Yesu. Kila kalenda kichawi iliyotengenezwa ili kuleta matukio ya uharibifu kwenye maisha yako, ipangue sasa, ipangue sasa ile kalenda, ipangue sasa kwa jina la Yesu. Ipangue kwa mamlaka jina la Yesu. Tamkara pangua, napangua hiyo ratiba, napangua hiyo kalenda, napangua hiyo kalenda, napangua hiyo kalenda, napangua hiyo kalenda. Ndani ya mwezi wa 5 matukio yaliyopangwa ninabatilisha. Matukio ya kishetani, matukio ya kuzimu, matukio ya kichawi, napangua hiyo ratiba, napangua kwa
kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu ninapangua kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu ninapangua kila mpango wa adui kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu napangua sasa, napangua sasa, nabatilisha sasa, nabatilisha sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ni sasa, ni sasa, ni sasa ninapangua kwa jina la Yesu, ni sasa ninapangua kwa damu ya Yesu, ni sasa ninapangua kwa jina la Yesu. Sasa hivi majira haya dakika hii kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninapangua, ninapangua, ninapangua kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai napangua, ninapangua ratiba, 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 ratiba matatizo, kalenda, kalenda matatizo ninaipangua, ninaipangua yale mabaya walioyapanga hayatatokea kwangu, na imeandikwa Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Kwa jina la Yesu na ratiba za kuzimu nazipangua, nazitoesha, ninazipinga, ninazikataa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa ajili ya hiyo familia, ndani yako iko nguvu inatembea kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya hiyo nyumba yako, kwa ajili ya ile mipango uliyoko nayo, kwa ajili ya ile kazi ulionayo, kwa ajili ya ile ndoa ulionayo, kwa ajili ya ule uzao, iko nguvu inatembea kwenye ulimwengu wa roho. Endelea kuomba, can you pray, can you pray, can you pray? Endelea kuomba pale ulipo, endelea kuomba pale ulipo. Yuko Roho Mtakatifu aliyewavusha Israeli, aliyowatoa utumwani, yuko hapa sahi kwa ajili ya kuivusha hiyo familia, kwa ajili ya kuivusha hiyo nyumba, kwa ajili ya kuvusha maisha yako. Yuko hapa sahi, yule aliyegawanya bahari ya Shamu yuko hapa sahi ili agawanye lile tatizo linalokuzuia uweze kupita kwa jina la Yesu aliye hai. Yes, yes, inua sauti yako tu. Andiko nasema omba hupewa. Omba, 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 omba. Kasana pale ulipo. Omba, 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 omba. Ninaona falme zikivunjika, ninaona mamlaka zikivunjika, ninaona mikataba ikivunjika, ninaona maagano yakivunjika, ninaona viapo vikivunjika. Ndio kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema na tuvipasua vifungo vyao. Ninaona vifungo vikipasuka, vifungo vya adui, vifungo vya shetani vinapasuka, vinaachilia maisha ya watu, vinaachilia maisha ya watu, vinaachilia nyumba zao, vinaachilia ndoa zao, vinaachilia uchumi wao. Ndio vifungo vinaachilia, vifungo vinaachilia, vifungo vinaachilia kwa jina la Yesu. Achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia hiyo nyumba, achilia familia, achilia uchumi wao, achilia kazi yao, achilia kwa jina la Yesu, achilia mafanikio yao. Ni sasa, ni sasa, ni sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu mpigie Yesu makofi yako mazuri kwa Biblia. Mpe Yesu tena makofi yako mazuri. Mpe tena Yesu makofi ya uzuri zaidi. Amen. Kama una amani nipungie mkono wako na kusalimu kwa jina la Yesu. Karibu kae kwenye kiti chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kwa jina la Yesu tena. Ni matumaini yangu kwamba Mungu amekulinda wiki nzima, amekutunza, amekutendea mema, na leo tumetupasa kuwa nyumbani kwake tuendelee kumwabudu, tukijifunza neno la Mungu na mambo yataendelea kwenda sawa sawa. Sema amen. Sema amen.
Sema amen. Mungu yupo kwa ajili ya kumtetea kila mtu anayeonewa. Haleluya. Na kwa hakika kila mtu atashinda. Sema amen. Nasema tena, kwa hakika kila mtu atashinda. Sema amen. Kwa hiyo kama ukushinda jana, utashinda leo. Kama utashinda leo, utashinda kesho kwa jina la Yesu. Maana ushindi kwako ni lazima kwa jina la Yesu. Sema amen. Okay, tumekuwa na wiki nzima ya maombi ambayo tulikuwa tunakutana kila siku jioni. Maombi ambayo yalitaka kurejesha baraka zilizopotea au baraka zilizoibwa na adui shetani kwa watu na katika familia zao. Na kwa hakika tulitembea vizuri kama Mungu alivyotupa neema. Na leo tuko kwenye hitimisho asubuhi hii. Asubuhi hii tutakuwa na maombi ya hitimisho ambayo tutahitimisha hicho tulichokiombea kwa siku hizi. Kwa hiyo ninatamani ukae kwa namna ambayo ni ya kupokea kile ambacho ni cha siku hii ya kuhitimisha. Sema amen. Kuna kitu kinaitwa upako wa Alfa na upako wa Omega. Tukisema upako wa Omega ni upako ambao ni wa kukamilisha. Kuna upako wa kuanza jambo na upako wa kukamilisha jambo. Ndio maana Mungu anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye ndio nguvu ya kuanza na ni nguvu ya kumaliza. Haleluya. Haleluya. Sasa leo tutakuwa na ujumbe kidogo unaosema baraka ya kuzaa kama mzabibu. Baraka ya kuzaa kama mzabibu. Kumbuka tulikuwa tunarejesha baraka katika siku hizi zote ambazo tumekuwa nazo. So leo tunaangalia baraka ya kiungu inayowezesha mtu kuzaa kama mzabibu. Kumbuka tulisema kuzaa kunapozungumzwa sio kwa kimwili peke yake, sio watoto tu wa kimwili, bali ni pamoja na kila kitu. Ukifanya kulima shamba uzalishe, ukifuga kuku uzalishe, ukifanya biashara uzalishe. Tukasema ili uweze kuzalisha lazima uwe na nguvu ya kiroho ya kuzalisha, na nguvu hiyo ya kiroho ya kuzalishwa ya kuzalisha inaitwa baraka. Kwa baraka ni nguvu ya kiroho inayomsababisha mtu kuzaa na kuongezeka. Haleluya. Haleluya. Na tuliziangalia baraka 5 za kiungu. Baraka kuu 5 za kiungu. Kwa leo tuna ziara kidogo ambayo iko nje vile vitu vitano tulivyoviangalia, lakini lengo kubwa ni kuhitimisha kama ilivyompendeza Mungu, tuhitimishe kwa hicho. Sema amen. Kwa hiyo baraka ya kuzaa kama mzabibu, lakini chini yake unaweza ukaandika nguvu ya kuzalisha na kuongezeka kiuchumi kama mzabibu. Nguvu ya kuzalisha na kuongezeka kiuchumi kama mzabibu. Kama kuna kilio watu wanacho, kilio kikubwa sana kipo kwenye uchumi. Kwa sababu fedha ni jawabu katika mambo yote. Unataka uwe na nyumba nzuri, ni fedha. Unataka usome, ni fedha. Unataka uvae, ni fedha. Unataka uwe na usafiri, ni fedha. Fedha ni jawabu la karibia kila kitu. Maswali yote ulioko nayo yanaweza kujibiwa kwa 90% na fedha. Kwa sababu ukitaka kufungua biashara unahitaji mtaji. Ukitaka kupeleka mtoto wako shule nzuri unahitaji fedha kwa ajili ya ada. Ukitaka kula vizuri unahitaji fedha. So fedha inahitajika karibia kila mahali ili kufanya maisha yaweze kwenda sawa sawa. Kukosa fedha ni kukosa karibia kila kitu kwenye maisha. Narudia tena. Kukosa fedha ni kukosa karibia kila kitu kwenye maisha. Utakuwa na uhai, utakuwa na uzima, lakini under circumstances, chini ya taabu na mateso, chini ya nyakati ngumu utaishi kwa sababu tu uko hai. Utakosa kula chakula bora, utakosa kuvaa vizuri, utakosa kukaa katika nyumba nzuri, utakosa kila kitu
kwa sababu you don't have money. Kwa hiyo moja kati ya baraka ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo ni baraka ya kuzalisha kiuchumi, na tulizungumza vizuri. Sasa ili baraka hii ya kiuchumi iweze kuwa imara, leo tunataka kuzungumza jinsi Mungu alivyomzungumza mwanadamu hapo kwanza, kwamba mwanadamu ni kama mzabibu. Hebu sema, mimi ni kama mzabibu. Jasema vizuri. Rudia tena, mimi ni kama mzabibu. Sawa, umejifananisha na mzabibu. Haya, sema sasa, mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Haleluya. Sasa tunataka tuangalie maandiko na tuone Mungu akitaja wewe ni mzabibu. Lakini mzabibu sifa yake kuu ni kuzaa, ila aina matunda. Yanaweza yakawa matunda mema au yakawa matunda mwitu. Sasa kama ulikuwa ni mzabibu uliopandwa na Bwana, ukashindwa kuzaa matunda mema, saidibi yake itakuwa unazaa matunda mwitu. Sasa kama umezaa matunda mwitu na hujajua, basi tunataka kuprune huo mzabibu na kutengeneza kwa namna fulani ambao utazaa matunda mema. Sasa sema amina. Haleluya. Sema, mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu niliyepandwa na Bwana. Rudia tena, niliyepandwa na Bwana. Rudia tena, niliyepandwa na Bwana. Haleluya. Hebu tuanze kwa kuangalia kitabu cha Zaburi ile sura ya 80. Zaburi ile sura ya 80. Zaburi ile sura ya 80. Mnaomba maombi mengi, lakini you should change. Lazima ubadilishe karakta yako ya kuomba, au lazima ujifunze kuomba sawa sawa na neno. Usizoe tu kuomba kama watu fulani wanavyoomba. Zaburi sura ya 80 kuanzia mstari wa 8 tutasoma mpaka mstari wa 19. 8 hadi 19 inasema: Ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa, ukaupanda. Ulileta mzabibu kutoka Misri, alafu ukafukuza mataifa yaliyokuwepo mahali fulani, ukaupanda ule mzabibu pale. Ulitengeneza nafasi mbele yake, nao ukatia mizizi sana, ukaijaza nchi. Milima ilifunikwa kwa uvuli wake, matawi yake ni kama mierezi ya Mungu. Nao uliyaeneza matawi yake hata baharini, na vichipukizi vyake hata kunako mto. Kwa nini umezibomoa kuta zake, ukauchuma wote wapitao njiani? Wakauchuma wote wapitao njiani. Nguruwe wa msituni wanauharibu, na hayawani wa kondeni wanautafuna. Ee Mungu wa majeshi, tunakusihi urudi, utazame toka juu, uone, uujilie mzabibu huu na mche ule ulioupanda kwa mkono wako wa kuume, na tawi lile ulilolifanya kuwa imara kwa nafsi yako. Umechomwa moto, umekatwa, kwa lawama ya uso wako wanapotea. Mkono wako na uwe juu yake, mtu wa mkono wako wa kuume juu ya mwanadamu uliyemfanya kuwa imara kwa nafsi yako. Basi hatutakuacha kwa kurudi nyuma, utuhuishe nasi tutaliitia jina lako. Ee Bwana Mungu wa majeshi, uturudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mtunga Zaburi anasema kwamba ukianzia ule mstari wa 17 utaona akizungumza akisema, Bwana wa majeshi, wewe ulienda kuchukua mzabibu kutoka Misri, ukauleta ukaupanda. Hapo ulipoupanda hapakuwa pake, uliyafukuza mataifa, alafu ukaupanda ule mzabibu. Lakini ule mzabibu ulioupanda umeuacha, watu wanaopita wanauchuma na nguruwe wanauharibu ule mzabibu. Tunakuomba basi uujilie ule mzabibu tena. Bwana asifiwe sana. Uujilie ule nini? Mzabibu. Mzabibu uliochukuliwa kutoka Misri ilikuwa ni Israeli. Na alipochukuliwa kutoka Misri, alikuja kupandwa katika nchi ya Mkanaani. Mungu akawafukuza mataifa waliokuwa pale, akamweka Israeli pale ili amzalie Mungu matunda. Lakini alipokuja Israeli katika nchi ile, hakumzalia Mungu matunda, badala yake alizaa zabibu mwitu, au alikuwa zabibu mwitu. Alizaa zabibu ambazo ni hazifai kula au si matunda yafayo. Lakini Mungu alimleta akiwa mzabibu mwema, alimleta akiwa mzabibu mzuri, ili umzalie matunda mazuri tena kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie neno moja katika Hosea. Hosea ile sura ya 10 mstari wa kwanza. Tuone neno la Bwana la kuthibitisha ili ninalolizungumza. Hosea ile sura ya 10 na mstari wa kwanza nasema, Israeli ni mzabibu utoao matunda yake kwa kadiri ya wingi wa matunda yake. Kwa kadiri hiyo hiyo anaongeza madhabahu zake, kwa kadiri ya wema wa nchi yake. Kwa kadiri hiyo hiyo wamefanya nguzo nzuri. Israeli ni mzabibu, na kadiri alivyoneemeka kaongeza madhabahu. Watu wengi wanafikiri kutolewa na Mungu katika hali duni aliyokuwa nayo kuletwa mpaka kufanywa jinsi alivyo ni mchakato mwepesi. Sio mchakato mwepesi. Mungu anaweza akakunulia mtu kama alivyoniinua mimi katika madhabahu, akakupa kuongoza na kukufundisha, ukafika stage ya kufanikiwa, na baada ya kufanikiwa ukaona kanisa hili sio hadhi yako tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasahau yale matendo Mungu aliyokutendea, ukaamua kuongeza madhabahu kwa kadiri ya neema ya Mungu ilivyoongezeka kwenye maisha yako. Lakini haimaanishi kuwa na madhabahu nyingi ndivyo utakavyopenda. Hapana. Kuwa na madhabahu nyingi, kila madhabahu ina kanuni zake na kila madhabahu ina cha kwake kilichopewa. Na cha ajabu sana kwenye madhabahu unaweza kwenda ukakosa baraka yako, ukajikuta kwenye ile madhabahu ndipo unapoenda kukauka kabisa, ukakosa kila kitu, na ile madhabahu ya kwanza iliyokuwa kama chemchemi kwako ukaiacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nirudie hapo kwenye Hosea 10 mstari wa kwanza. Nasema, narudia tena ili uelewe. Israeli ni mzabibu utoao matunda yake kwa kadiri ya wingi wa matunda yake. Kwa kadiri hiyo hiyo ameongeza madhabahu zake. Kwa kadiri alivyofanikiwa, kwa kadiri hiyo hiyo aliongeza madhabahu. Na tunapozungumza madhabahu, tunazungumza habari ya connection, spiritual connection. Kwamba mahali ambapo mtu ataenda kufanya ibada akutane na Mungu. Biblia inasema ujihadhari, usitoe sadaka zako kila mahali upaonapo. Sasa wengi hatujui sheria za madhabahu, na kwa sababu hiyo
alishasema sio kila mahali unapopaona utosikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaenda mahali na ukadhani Mungu yupo, ukaacha madhabahu hiyo kuvushaga mahali fulani, ukaenda ukavutwa na wingi wa watu, au ukavutwa na kulipuka mapepo sana, lakini ukafika pale badala ya kustawi ukadumaa, kwa sababu hiyo madhabahu haina cha kwako. Ni muhimu sana kuangalia ni wapi Mungu alipokutokea. Ndio maana Ibrahim alikwenda Misri na kumwabudu Mungu huko wala kujenga madhabahu, ila alirudi mpaka Betheli, akatembea kati ya mji wa Ai na Betheli mpaka palipokuwa na madhabahu yake, ile sura 13 Mwanzo, na akatoa ibada pale. Hakutoa ibada kule Misri, maana sipo palipompasa kumtolea Mungu ibada. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Haleluya. Mungu wangu akupe neema uweze kukielewa hicho tunachokiongea. Kuna watu walikuwa hawana chochote, walipokutana na mtumishi wa Mungu katika hii madhabahu, Mungu akaanza kuwastawisha. Sasa huo ni mzabibu ambao Mungu aliuleta akaupanda. Alivyoupanda ulitakiwa uzae matunda yake kwa wakati. Sasa kadiri anavyofanikiwa anazidi kuongeza madhabahu. Leo yuko kwenye kanisa fulani, kesho yuko kwa fulani, kesho kuto yuko kwa fulani. Jambo hili sio salama kiroho. Esikilize vizuri. Hakuna mtoto aliwahi kuzaliwa ambaye ana baba wanne au watatu. Mtoto aliyezaliwa yoyote baba yake ni huyu. Ndio maana Yesu anasema wako na wengine wazizi lingine nitakaowaleta, ili kuwe na kundi moja chini ya mchungaji mmoja. Kuwe na kundi moja chini ya mchungaji mmoja. Unaweza ukawa na baraka, lakini baraka ikaharibiwa kwa sababu huna utulivu. Na wengi wanaona kwamba wanachelewa kupokea baraka zao. Nani ajuaye kama sio kipindi cha ukame kwako hichi? Kwani mzabibu mnapouendea kila wakati mnakuta matunda? Enda pale kwenye mwembe pale, ukikuta maembe niletee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mti uko pale ila sio majira yake. Ila ujilie wakati wa majira yake, utakula matunda matamu mazuri mpaka furaha. Haleluya. Sasa wengi hawajui kwamba kuna nyakati ambazo unaweza ukawa katika hali fulani ambayo ni ya kutengenezwa ili ufae kesho. Na huo wakati ni wakati wa ukame. Ni wakati utaotakiwa kuomba sana, utakaotakiwa kumtafuta Mungu sana, lakini kipindi cha neema kiko mbele yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Na jiepushe sana na watumishi wanaosema watumishi. Jiepushe na watu sana. Hata awe namna gani, anguko lake ni kubwa siku zijazo. Watumishi wanaokuambia yule afai, yule afai, yule kapanda kashuka, huyo sio mtumishi wa Mungu. Ufalme wa Mungu hauwezi kufikinika, hauwezi kupigana wenyewe kwa wenyewe. Biblia inasema ufalme uliofikinika hauwezi kuwa imara. Bwana asifiwe sana. Ulishanisikia mimi nikikwambia mtumishi fulani sio mtumishi? Au ulishanisikia nikikwambia fulani hafai jihadharini naye? Au ulishanisikia nikisema madhabahu fulani msiende? Hapana. Na waambia pima, kwa sababu Biblia inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa nani? Kwa hiyo wewe ukienda ukaingia kwenye madhabahu, manake ukishikwa kwenye madhabahu ambayo sasa inataka kuamini ulimwacha Mungu, ndio maana Roho hakukuongoza. Lakini kama ulikuwa na Roho Mtakatifu, hata ibada tu ya pale itakuboa. Roho Mtakatifu anakuambia unafanya nini hapa? Nini unafanya hapa? Si utoke nje. Unafanya nini hapa? Biblia inasema huo mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu na wala sio mali yako mwenyewe. Kwa hiyo mnamiliki huo mwili wawili. Uko wewe na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukienda na Roho Mtakatifu anakuambia ni wapi tunaenda? Ukifika ukiingia namna hii,
wewe sio kumpeleka miguu yako mengia. Roho Mtakatifu anaanza kukasirika huko ndani. Unaanza kusikia hasira tu. Unasikia hasira tu, kiangalia watu unasikia kukasirika tu. Roho kachukia ndani. Kwa sababu pale mlipoenda sio salama. Utasikia siwende nje. Alafu wanasema ngoja kidogo, hao watu wananiangalia sana. Sasa hapo Roho anasema toka nje, wao wanasema watu wao wananiangalia sana, nitatokaje? Watu wote huku walikuja uniweka ni mbele sana. Kama Roho hajakubali hiyo ibada, ondoka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. So, kama umekwenda kwenye madhabahu ambayo sio sahihi, pia Roho Mtakatifu atakuzuia kabisa usiachilie sadaka. Leo ukianza kuona aibu au mtu ana labda mhubiri sasa anakwambia, wewe mbona hujatoa sadaka wewe? Chope sije utoe sadaka na ulikuwa unasikia katazo. Sijui utafanyaje. Sasa ukatoka kwa aibu ukatoa ukaenda ukatoa. Anaye kuongoza zaidi ni Roho Mtakatifu. Sema amina. Anayewajua watumishi ni Roho Mtakatifu. Maana yeye ndiye kawaweka, ndiye kawapanga kwenye zamu. Na maana Yesu anasema, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mkulima tafsiri yake ndiye aliyepanga hii mbegu ikae hapa. Mkulima ndiye aliyehamua ndizi ikae hapa. Hii punje ya mwindi ikae hapa. Hii punje ya harage ikae hapa. Mkulima ni mpangaji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anawajua kila mtu. Narudia tena. Roho Mtakatifu anamjua kila mtu na anamjua kila mtumishi. Bwana asifiwe sana. Jihadhari na watu wanaoshambulia watumishi wengine. Anayekuambia madhabahu ile sio sahihi, chana naye. Kwa sababu yuko Roho ashuhudiaye ndani yako. Biblia inasema Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa hiyo unatakiwa kusikiliza ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yako, akishuhudia pamoja na roho yako kwamba hii madhabahu sio. Hilo ndio neno sahihi kwa. Lakini amani ya Kristo pia, Biblia inasema amani ya Kristo ihamue mioyoni mwenu. Sasa unapokuja ukaona una amani, ondoka. Kwa sababu kukoseshwa amani na Kristo ni dalili ya kwamba hapa ulipo sio sahihi. Bwana asifiwe sana. Mbe Yesu makofi ya utukufu pale. Kwa hiyo Mungu akauchukua mzabibu ukiwa Misri akauleta mpaka nchi ya Kanaani akaupanda ili uzae matunda na ukuzaa matunda. Badala ya kuzaa matunda mema ukazaa matunda mwitu yasiyofaa. Zamani ilikuwa naonaga miogo, najua yote tu inaliwaga. Kumbe kuna ambayo hailiwi. Nikasikia kuna miogo ukila unakufa. Mamangu ndio alianza kuniambia hicho kitu. Nikawa nimeogopa sana kwa sababu miogo yote inafanana. Nikaacha kula miogo kabisa kipindi hicho. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kila nikiuona naona mauti. Kila nikiuona nauona kama sumu. Kumbe kuna muogo mzuri na mbaya. Bwana asifiwe sana. Kuna mzabibu mwema na mzabibu mwitu. Haleluya. 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 Okay. Wewe ni mzabibu mwema kwa jina la Yesu aliye hai. Tuseme amina basi. Angalia Mungu anavyozidi kufananisha mtu na mzabibu. Twende kwenye Zaburi ya 128. Zaburi ya 128. 128 Zaburi, mstari ule wa kwanza hadi wa 6. Na mstari 6 tunasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Utakuwa heri na kuwa na kwako kwema. Sema amina mtu mmoja. Mkeo atakuwa kama mzabibu
Hebu sema mwanamke atakuwa kama mzabibu. Mwanamke atakuwa kama mzabibu. Rudia tena, mwanamke atakuwa kama mzabibu. Mwanamke atakuwa kama mzabibu. Anasema mkeo atakuwa kama mzabibu uzao nyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka mezani. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Atabarikiwa nani? Yule amchaye nani? Yule amchaye nani? Yule amchaye nani? Sio anayeongozwa na kelele za watu. Yaani unakuwa leo umewekewa mikono na Pastor William, kesho umewekewa na fulani, kesho kutwa na fulani, kesho kutwa na fulani, kesho kutwa na fulani. Cha nani kitakaa ndani yako? Maana kila mkono unaleta impartation kwako. Sasa kama shimo ni moja, ukaweka punje 5 za mahindi kwenye shimo hilo, ukaweka punje 5 za maharage kwenye shimo hilo, ukaweka punje 5 za mtama kwenye shimo hilo, ukaweka punje 5 za ufuta kwenye shimo hilo, ukaleta na ndizi ukabana hapa, kitaota nini? Kitatokea kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu kwako uwe na mchungaji huyu mmoja, ili ukipotea awe na sababu ya kuulizwa na Mungu. Ile wewe una huyu, una kule, nani anayekuchunga wewe? Nani baba yako? Ndio upendo anasema eleweka. Haleluya. Eleweka, mchungaji wako ni nani? Bwana asifiwe sana. Mpanzi awe mmoja kwako, apande neno la Mungu. Na ikiwa ni lazima kuhama, muage mchungaji wako. Kama unaona kuna haja ya kwenda mahali pengine, au unahama mkoa, au unafanya ni muage mchungaji wako akupe baraka. Bwana asifiwe sana. Ili unapokwenda huko uendako ukafanikiwe pia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa nasema, tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Kwa ukimcha Bwana tu utabarikiwa. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu. Sasa wewe uone uheri wa Tanzania, uone uheri wa Arusha kwa jina la Yesu aliye hai. Narudia hii. Bwana akubarikie toka Tanzania, uone uheri wa Arusha, uheri wa Tanzania na mikoa yake siku zote za maisha yako. Sema amen. Na ukawaone wana wa wana, amani ikae na Tanzania. Haleluya. Amani ikae na nyie kwa jina la Yesu aliye hai. Sema mimi nakupa. Amen. Hebu sema mimi ni kama mzabibu. Mimi ni kama mzabibu. Sasa mbona uzai sasa matunda? Unafanya biashara kila siku ni hasara, unalia tu kila siku ni hasara. Kila siku ni hasara. Ukifuga kuku kila siku ni hasara. Ile nguvu ya alfa na omega iko ndani yako ya kuweza kustahimili kwenye majira magumu na kuzaa kwenye majira yako. Ile ipo ndani yako. Leo ukaipokea kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kubwa. Utatengeneza sabuni za maji na utauza mpaka utashindwa kuelewa ulikuanga wapi siku zote. Sio kwa sababu ya sabuni za maji, ila kwa sababu ya upako juu yako. Amen. Sema amina. Utatengeneza mandazi, watakula, yani utashangaa mpaka viongozi ambao kudhaniwa wanakuja wanaunga foleni kununua mandazi. Bwana asifiwe sana. Baraka hiyo kamwangukie mtu siku ya leo kwa jina la Yesu. Leo ziko baraka zitawarukia watu. Sema amina. Matamko ya kiungu leo yatasababisha kitu kikubwa katika familia yako na katika maisha yako. Sema amina kubwa. Kwa hiyo hapa anasema Israeli ni mzabibu, alafu anasema mkeo atakuwa kama mzabibu. Hebu rudia tena, mimi ni mzabibu niliyepandwa na Bwana. Niliyepandwa na Bwana. Hebu tuende kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 5. Nabii Isaya ile sura ya 5. Sura ya 5 mstari wa 1 hadi mstari wa 7. Neno la Bwana linasema,
Sasa anasema na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Kama unavyojua, mtu akisema mama yangu mpenzi, baba yangu mpenzi, kaka yangu mpenzi, ni mtu apendwaye zaidi. Haleluya. Mungu anasema anataka kumwimbia mtu ampendaye zaidi. Haleluya. Habari za shamba lake. Haleluya. Yaani wimbo wa Bwana ameutunga kwa habari ya shamba lake. Haleluya. Anataka kumwimbia yule ampendaye zaidi. Bila shaka ni mimi na sema amina. Sema amina kubwa. Hebu tusikilize wimbo wake ambao Bwana kautunga tuimbie sasa. Anasema hivi. Kilimani penye kuzaa sana, akafanya handaki kulizunguka pande zote, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akaujenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Huyu mtu aliyeshimba shimo la shinikizo katikati ya shamba la mzabibu, baada ya kupanda uzabibu, baada ya kupanda ule mzabibu, alitarajia uzae zabibu njema, badala yake ukazaa zabibu mwitu. Haleluya. Ni wimbo anamwimbia mpendaye. Bwana asifiwe sana. Habari ya shamba lake. Haleluya. Na vituko ambavyo vimetokea kwenye shamba lake. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, yani enyi wenyeji wa Tanzania, enyi wenyeji wa Arusha, nanyi watu wa Sinisi na watu wa kila mahali, amweni na wasihi kati ya mimi na shamba la mizabibu. Ni hamweni kati yangu mimi na shamba la mizabibu. Mtunzi anasema, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona limezaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miba. Nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli. Shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba gani hii? Ndio nyumba ya Israeli. Na watu wa Yuda na mche wake wa kupendeza ukatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe akasikia kilio. Mzabibu umekuwa mwitu kwa kutokusimamia haki. Ulitakiwa uzae matunda mazuri ya haki, matunda ya haki. Badala yake mzabibu huu ukaanza dhuluma. Badala yake mzabibu huu ukaanza kufanya yasiyofaa machoni pa Bwana. Kwa hiyo badala ya kuwa mzabibu mzuri uzae matunda mazuri, ukawa mzabibu mwitu kwa matendo yake. Tumpigie Mungu wetu makofi. Mungu alipoumba mtu, alimbarikia akamwambia, nenda ukazae uongezeke kuijaza nchi. Kuzaa na kuongezeka, kujaza nchi, sio uzao wa kimwili tu pamoja na mali. Tuliona watu wote, Ibrahimu alitokewa na Mungu akabarikiwa, Isaka mwanae akatokewa na Mungu akabarikiwa, Yakobo akatokewa na Mungu akabarikiwa, Yusufu alitamkiwa baraka. Tuliona mambo mengi. So kumbe mpango wa Mungu wa kumfanya mtu ainuke. Hata jana tulipokuwa tunashughulika na baraka ya kutukuka, baraka ya kuwa mkuu, baraka
Haleluya. Mashamba yapo. Ukipita ukakuta hakuna mtu aliyepanda chochote, utayakuta yako katika hali ya ukiwa. Lakini pindi mpanzi atakwenda akapanda mbegu, utakuta nastawi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maneno Yesu akasema, maneno haya ninaowaambia ni mbegu. Maneno haya ninaosema ni uzima. Anawaambia maneno haya ni roho. Alisema maneno, mbegu ni neno la Mungu. Mpanzi ni mwana wa Adamu. Konde ni ulimwengu. Wapandao na wavunao ni malaika. Na sisi pamoja na Kristo tunapanda mbegu njema katika konde hili lililopo leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwenye masikio na asikie. Ukiwa mtukanaji, unazaa matunda gani? Mtukanaji anazaa matunda gani? Matunda mabaya. Mungu alimpanda kama zabibu azae matunda mema, lakini kwa kutukana kwake azae matunda mema. Amekuwa zabibu mwitu. Amekuwa mzabibu mwitu. Mungu alikuumba umpe ibada. Badala ya kumpa ibada, unaenda kutoa ibada kwa vinyago. Unatoa ibada kwenye makaburi. Unatoa ibada kwenye miti. Unaenda kutambika, kutolea sadaka mizimu na mashetani badala ya kumpa sadaka Mungu aliye hai. Mtu amegeuka na kuwa zabibu mwitu. Ni mzabibu mwitu, sio mzabibu mwema tena. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Sema amen. Haleluya. Wewe utakuwa mzabibu mwema kwa jina la Yesu. Mungu akatunga mithalio kwa kutumia kinywa cha nabii Isaya. Akaona Israeli hakuelewa. Wakati Isaya amepita akaja Yeremia, Mungu akarudia mithali hiyo tena. Kitabu kile cha Yeremia ile sura ya pili, Yeremia ile sura ya pili na ule mstari wa 21 hadi 24, neno la Bwana linasema hivyo. Yeremia sura ya pili mstari wa 21 hadi 24. Neno la Bwana linasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Imekuwaje? Mimi nilikupanda. Mungu anaongea. Sasa kwa kigeuka anaongea na ule mzabibu. Anaongea na huyo mtu sasa. Mimi nilikupanda ukiwa mzabibu mwema kabisa, mzuri. Imekuwaje ukageuka machoni pangu ukawa mzabibu mwitu? Mungu alikuumba kumwabudu. Mungu alikuumba umtumikie. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuumba ueneze upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Na kama Mungu ni upendo, sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Lazima tuonyeshe ile taswira ya kiungu ndani yetu kwa matendo yetu, kwamba Mungu ni upendo, nawe uwe na upendo kama baba yako wa mbinguni alivyo na upendo. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu kwa sababu ya dhambi zetu. Wewe umetoa nini kwa ajili ya ndugu yako? Umetoa nini kwa ajili ya jirani yako? Umetoa nini kwa ajili ya yule jirani aliyoko pale kwako? Nini umewahi kufanya nini cha upendo? What have you done? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa ni ya kwako mwenyewe. Kwani ulinisaidia kutafuta? Si nilikuwa nateseka mwenyewe, mvua ni ya kwangu, jua ni la kwangu. Maharage ukivuna ni ya kwako. Mahindi ukivuna ni ya kwako. Ndizi ukikata ni ya kwako, unakula mpaka inafanyaje? Naiva na kuoza. Kwa sababu ya uchoyo wako. Unaacha chakula mpaka kinaharibika, unaenda kukitupa. It's not good. Sema sio sawa. Tunatakiwa tuwe na upendo kama baba yetu wa mbinguni
Usiache chakula kikuharibikie. Wakati wako watu wa Mungu wanateseka bila chakula, wagawie. Aliyekupa leo atakupa kesho. Our God is provider. Sema Mungu wangu ndiye mpaji wangu. Ukijua hilo litakusaidia. Rudia tena. Mungu ndiye mpaji wangu. Yes. Kila kitu unachokitaka ni Mungu anakupa. Can you imagine? Hichi kipande cha ardhi hapa. Nikikilima sasa hivi hapa tu hivi. Nikaotesha ufuta hapa, nikaotesha punje ya mwindi, nikaotesha kiazi, nikaotesha ndizi, nikaotesha papai. Ardhi ni hiyo hiyo. Lakini vitakapozaa vitatoa kila moja zao la sampuli yake na lenye ladha ya sampuli tofauti, ila udongo unakuwa ule. Tupigie Mungu makofi vizuri. Mimi nakulaga chakula na baki na shangaa. Ni kila chapati naangalia hivi. What is this? Naangalia. Ni kila ugali, nikiangalia na ardhi. Imewezaje kutengeneza kitu hiki? Imewezaje kunitengenezea mimi mchele eti mpaka na harufu na nukia vizuri? Udongo ni ule unazalisha product tofauti tofauti. Kwa uwezo ambao Mungu ameweka. Wewe mzabibu mbona uzai? Zaa matunda kwa jina la Yesu aliye hai. Zaa matunda kwa jina la Yesu aliye hai. Wabariki watu kwa jina la Yesu aliye hai. Fedha iwe kwako kwa jina la Yesu. Mafanikio yawe kwako kwa jina la Yesu. Vitu vizuri vya thamani viwe kwako kwa jina la Yesu. Maana wewe ni mzabibu mwema aliyoupanda Bwana majeshi. Amen. Amen. Au ukipanda ndizi hapo ukapanda na papai, ukichuma ndizi ukachuma na papai, vina ladha sawa sawa. Hata harufu yake tofauti. Lakini udongo ni ule ule na maji yaliyomwagiliwa ni yale yale. Tena inaweza ikawa na mbolea iliyowekwa ni ile ile. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu ametuweka duniani tumzalie matunda, kubali kuzaa matunda. Sasa matunda unayotakiwa kuzaa ni matunda yenye kumpa Mungu tukufu, matunda mazuri yenye kuliungama jina lake, sio matunda mabaya. Ukikaa ukaanza kumsengenya huyu, nisikilize wote, lakini huyu hamtaki, huyu anamchukia huyu, badala ya kumwomba Mungu abadilishe maisha yake anamwombea mabaya huyu. Badala ya kumwombea amani anamwombea mafarakano. Huu ni ule mzabibu Mungu aliupanda? No. Mungu anasema nilikupanda ukiwa mzabibu mwema, umekuwaje ukageuka ukiwa mzabibu mwitu machoni pangu? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwenye roho ya Mungu ndani yake huwezi kuamka ukifarakana na watu wa kwako. Unakuta watu wameingia hata ibadani hivi lakini hawana roho moja. Wameanzana kusiguana skuli. Na shetani anakuwepo tu hata kuna mambo yanatokea. Bwana asifiwe sana. Anatokea asubuhi na mapema na anajua anakuja kanisani. Haleluya. Unaharibu ibada na unakuja kanisani. Hivi unapokuja kumwabudu Mungu unasema tuna nini? No. Ndio maana ni muhimu kujilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Very important. Kujilinda muhimu sana.
mwenzako maombi mabaya, nani akufanyie ubaya wowote? Je, umesema tuna nini? Unapomwombea maombi mazuri, Mungu amuinue, ambariki, amkumbuke, umesema tuna gani? Kumbuka, apandacho mtu ndicho atakachofanya. Unapoomba maombi ya kupigia ndoa ya mwenzako, ujitayarishe, maana apandacho mtu ndicho atakachofanya. Huwezi kupanda magugu kwa mwenzako uvune mema, haitakayotokea. Kanuni ya ulimwengu wa roho, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema namchukia, simpendi. Mungu atakuinulia watu watakapokuchukia mpaka utatafuta kuchimba shimo ulifungie na halitatoka. Kwa sababu upandacho ndicho utakachovuna. Sasa ukiwa unajua hivi, panda mbegu njema, acha kupanda magugu. Usipandie watu magugu, panda mbegu njema, alafu utavuna mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena kwa taarifa yako sasa, Mungu akishaona wewe ni gugu, unatoa sumu kuharibu konde la ulimwengu. Ndiyo ile anatokea anasema, huu mti ukatee. Maana nakuja hapa ni mara ngapi sasa hivi natafuta matunda sioni. Anamwambia mtunzaji wa shamba, kata mti huu. Mbona hata nchi unaiharibu sasa? Miaka yote nimekuja hapa natafuta matunda sioni. Mwenye kutunza bustani anasema, Bwana nakuomba uache tu, angalau mwaka huu nitaupalilia na kuwekea mbolea, usipozaa ndipo ukate. Anayeombea wengine mabaya, anayeombea mafarakano, ni mbegu mbaya katika shamba la Bwana, na asipoangalia takata. Kwa sababu Biblia inasema shoka limeshikishwa kunolewa na kuwekwa penye mashina ya miti, kila tawi lisilozaa matunda litakatwa. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa kuwa mzabibu mwema, sema amina. Amina. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Usichukie kwa kuwa mwenzako amefanikiwa, furahia, maana kufurahia kwako kunafanya Mungu pia akukumbuke. Kuchukia kwako kunakufungia milango. Maana hutaweza kubadilisha kama Mungu kamuinua amemwinua tu. Kama Mungu kashampa amempa tu. Kwa maana Biblia inasema mwanadamu ni kitu gani yeye Bwana atamwangalia. Umemfanya punde mdogo kuliko malaika. Maana pengine nasema sitamuogopa mwanadamu. Mwanadamu ni muogope, atanitenda nini? Atanifanya nini mwanadamu kwa kumuogopa? Wa kumuogopa ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu angalia kinywa chako, maneno yanayotoka ni mbegu. Na uangalie sana mbegu zinazotoka kwenye kinywa chako. Zisije zikawa mbigili, zikadondoka zikakuzalia magugu, maana utalazimika kuyavuna na kuyala. Nako anasema ni kupanda. Mungu alitaka ufungue kinywa chako kuomba watu wafunguliwe ambao wako dhambini, watu ambao waliokoka wamjue, watu waishi maisha mazuri, wasipate magonjwa. Wewe unaenda kuomba, unaomba maombi mabaya juu ya mtu. Umekuwa mzabibu mwitu. Mungu alikupanda hapa ueneze habari njema za ufalme wa Mungu. Elezea kazi za Mungu alizotenda kwenye madhabahu. Badala yake unasema mabaya juu ya madhabahu. Umekuwa mzabibu mwitu. Mungu anasema nilikuweka, nilikupanda hapa ukiwa mbegu njema, nilikuponya. Ulikuwa na kesi, ulikuwa na shida fulani, nikakuponya, nikakurudishia uhai. Mbona umegeuka ghafla ukawa mzabibu mwitu machoni pangu, ikiwa wewe ni mbegu njema niliyokupanda mwenyewe? Bwana asifiwe sana. Amen.
Masengenyo sio jambo linalompendeza Mungu. Usikae kwenye vikao vya uharibifu, utakuwa zabibu mwitu. Na utafikiri una Yesu kwa sababu unaingia hekaluni, lakini ukawa hauna. Kwa sababu mbegu mbaya shambani nayo hustawi katikati ya mbegu njema. Bwana asifiwe sana. Mungu atupe neema. Sema amina kubwa. Amen. Kila mbigili na kila mzabibu mwitu katika maisha yako tunaukata leo kwa jina la Yesu. Amen. Mtu yeyote aliyepandwa kwenye familia yako kuharibu familia yako, mzabibu mwitu tunaukata kwa jina la Yesu aliye hai. Rafiki yote aliyepandwa kwenye maisha yako na adui shetani akawa mzabibu mwitu kukuzalia magugu, kukuzalia visivifaa, tunaukata kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Mbona uitiki na wewe mzabibu mwitu? Sema amen. Kuna mzabibu mwema. Haleluya. Angalia, neno la Bwana linaendelea kusema katika kitabu cha Yeremia. Anasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Yaani Mungu anasema ilikuwa ni mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi ukawa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Yaani anajiuliza imekuwa kuwaje ukageuka? Mstari wa 22, maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu, asema Bwana Mungu. Wawezaje kusema sikutiwa unajisi, sikuwafuata mabaali? Itazame njia yako bondeni. Mungu anasema kumbe kinachokuleta kwenye kuwa mzabibu mwitu ni ile njia. Itazame njia yako bondeni, ujue ulivyoyatenda. Wewe ngamia mwepesi apitaye katika njia zake, punda wa mwitu aliyeizoelea nyika, avutaye pumzi za upepo katika tamaa yake. Lakini wakati wake ni nani awezaye kumgeuza? Wote wamtafutao hawatajichokesha nafsi zao, katika mwezi wake watamwona. Punda mwitu huyu hata umtafuteni hawezi kugeuka kuja kwa Yesu, ila kwenye majira yake fulani ataonekana. Haleluya. Lakini unapomtafuta mgeuze kumleta kwa Yesu, haiwezekani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wangu azidi kukufanya kuwa mbegu njema kwa jina la Yesu. Amen. Ili uzae na kuzaa na kuzaa na kuzaa. Sema amina. Amen. Okay. Sasa hebu andika kipengele kingine kinasema mzabibu wa kweli. Andika kitu cha habari kingine kinasema mzabibu wa kweli. Kumbe wewe ni mzabibu uliopandwa unaotarajiwa uzae matunda. Mungu akikuangalia hivi haoni matunda kwako, haoni mafanikio, haoni ustawi, biashara yako inakufa, biashara yako haiendi, uchumi wako uko sawa, lile shamba limekufa, halizai kitu, ile mifugo unayoifuga haizaliani, hiyo umeleta makuku mamtetea yamegeuka kuwa majogoo yote. Sio kwamba amekuwa majogoo, hayatagi mayai. Kwa sababu uzai ni mzabibu sio uzaa. Yaani uiteje sasa? Kwenye Biblia hakuna mzabibu tasa. Ningesema ni mzabibu tasa usiozaa. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa ni mzabibu wetu ambao hauzai, unazaa matunda mabaya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anasema yeye ni mzabibu wa kweli. Angalia, bado ni kitu kile kile cha mtu kuwa mzabibu. Yesu naye anasema mimi ni mzabibu. Hebu sema mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu. Haleluya. Nisikilize. Pale nyumbani hakuna nyumba nzuri. Kuna vitu ulitamani kuviona kule nyumbani na hujaviona. Katangaze kwamba utakuja uvifanye. Amen. Haleluya. Amen. Siaona hela. Nenda katangaze, waambie sasa nitakuja kujenga nyumba hapa nyumbani.
siku moja nitakuja hapa, nitajenga nyumba nzuri na watu wote mtakaa, mtafurahi kwa sababu Bwana atamtetea mtumishi wake. Tangaza kwamba siku moja nitanunua gari, alafu mtakuwa nawapeleka kila mahali mnapotaka kwenda. Haleluya. Lazima utambue nguvu iko ndani yako, kasoro tu haijatokea bado, sio wakati wake wa kuzaa. Mzabibu unaweza ukawepo lakini sio saa ya matunda. Upo lakini hauzai. Haleluya. Unasubiri majira, na wewe saa yako imefika kwa jina la Yesu. Leo ukishapokea baraka, unaenda kuzaa kwenye mafanikio, kwenye uchumi kupita kawaida, utakuwa navyo tele mpaka watu watashangaa. Haleluya. Haleluya. Hebu sema mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Au nielewe vizuri? Hebu sema tena, mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Unafikiri kwa nini tu huwa tunashiriki meza ya Bwana? There is secret. Kuna siri kubwa katika kula. Chakula huleta watu pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kudhibiti mabaya, ukitaka kudhibiti mafarakano ndani ya nyumba, ndani ya familia, jizoesheni kula pamoja. Kwa sababu kula pamoja ni ishara ya upendo inaomnyima kabisa shetani kupenyeza chochote. Haleluya. 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 Kwa hiyo meza ya Bwana imetufanya tule pamoja. Yaani meza ya Bwana imeletwa ili tule pamoja, kumfanya shetani ashindwe kuingia katikati ya kanisa. Kwa sababu kwa kula pamoja, ule upendo unajijenga kuwa kama kuta. Haleluya. Sema mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu. Mwanangu nisikilize, ambaye uko hapa leo hauna note, ila siku ya leo iandike. Siku ya leo ifanyeje? Kwamba leo umebarikiwa kwa baraka za kuzaa kiuchumi kama mzabibu. Amen. Kuzaa kiuchumi kama mzabibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ukizaa kama mzabibu, hautakuwa na nyumba yako tu, utakuwa na za kupangisha. Utanunua mashamba yote yatakuwa yanauzwa, utakuja kuulizwa wewe kwanza. Magari mazuri ya fahari utakuwa nayo wewe, kwa jina la Yesu aliye hai, maana unazaa. Amen. Angalia mtu ambaye yuko tayari kuzaa hapa, siona. Watu ukisikia tu kuzaa wanafikiri ni kuwa na watoto wa kiburi. Sizungumzia watoto wa kiburi, nazungumzia kuzaa kiuchumi. Haleluya. Nataka uheshimike kwa jina la Yesu pale unapokaa. Pale unapoishi uheshimike kwa jina la Yesu. Pale kwenye familia unapokaa, majirani wanaokuzunguka waone utukufu wa Mungu kwako. Haleluya. 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 Unaonaje pale unapokaa wewe, kila majira fulani wanakuja kwako kuomba chakula? Ni fahari. Amen. Usiseme kwa nini Mungu mimi unanibebesha mzigo. Ni wewe tajiri peke yako wa chakula. Bwana asifiwe sana. Amen. Wape ili kije kingine na vije bora kuliko kile ulichotoa. Najua unaweza kuwa na mchele gunia moja, utakula mpaka lini? Gawa ili ije na ngano, ili ije na tambi, ubadilishe kwa jina la Yesu aliye hai. Nyama utakula ya ng'ombe mpaka lini? Acha gawa zije na samaki, zije na kuku kwa jina la Yesu. Sema nina kubwa, maana wewe ni mzabibu. Hebu sema mimi ni mzabibu. Sawa. Sikiliza maneno ya Yesu, alafu utaelewa vizuri ninachosema. Andika mzabibu wa kweli, alafu andika chini yake Yesu, Bwana Yesu ndiye mzabibu wa kweli. Andika pale.
Bwana Yesu ndiye mzabibu wa kweli. Bwana Yesu ndiye mzabibu wa kweli. Yohana 15 tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 7. Yohana 15 mstari wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Naomba tuende mstari kwa mstari. Sema mimi ni mzabibu na Mungu ndiye mkulima. Naomba nikuulize swali. Ulichagua kuzaliwa kwenye familia uliozaliwa? Au kuchagua? Inawezekana ni kule mwisho wa dunia, pembezoni mwa dunia. Kuna maeneo ukitembea unayatamani. Ukupaswa kuwa hiyo. Yaani ni wapale ukingoni kabisa mwa dunia pale. Wewe ni wapale mwanzoni mwa msitu ndipo Mungu alitaka uzaliwe wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni wapale kando ya ziwa. Wewe ni wapale pembeni ya mto. Kuna vitu ambavyo Mungu alitaka uvizae kwenye hiyo familia. Amen. So, wewe ni mzabibu na Mungu amekupanda. Baba yako ndiye mkulima. Mungu wa mbinguni ndiye mkulima, alikupanda pale alipokupanda kwenye familia. Haleluya. Haleluya. Hebu rudia tena. Mimi ni mzabibu. Niliyepandwa na Bwana kwenye ile familia. Kwenye ile familia. Kwenye ule ukoo. Kwenye ile taifa. Nimepandwa na Bwana. Naelewa? Yesu anasema baba yangu ndiye mkulima. Maana yake mkulima ndiye mwenye kupanga. Yaani tena anaweza akaipanda punja mwingi hapa akasema simekaribia sana akaifukua. Akachimba chimbo lingine akaweka. Ndiye anayepanga hii mbegu ikae wapi. So wewe kuzaliwa kwenye familia usianze kusema hivi Mungu kwa nini uliniruhusu nikazaliwa hapa? Kwa nini kuniruhusu nizaliwe Marekani? Ungeweza ukazaliwa Marekani na ukawa kituko cha ajabu sana. Anasema kuliko kuzaliwa Mwafrika ni bora ningezaliwa ombaomba kule Marekani. Nani alikudanganya? Maneno hayo unatoa wapi ya kukufuru Mungu? Mimi naona fahari kuzaliwa Tanzania, naona fahari kuzaliwa kwenye familia niliyozaliwa, maana mimi ni mzabibu niliyepandwa na Bwana. Kama sema mimi ni mzabibu, inua sauti yako. Mimi ni mzabibu. Rudia tena, mimi ni mzabibu niliyepandwa kwenye familia na Bwana, ili nizae matunda kwenye familia, ili nilete mabadiliko kwenye familia. Haleluya. Mungu hakukukosea. Mungu hakukukosea kukuumba, wala kukosea majira ya kukuleta, wala kukosea mahali pa kukuweka. Ila usipozaa sasa ule wako. Bwana asifiwe sana. Tawi linalozaa linasafishwa ili lisije kuzaa. Tawi lisilozaa linakatwa. Haleluya. Zaa matunda kwenye ile familia Bwana amekupanda. Akupende, lakini watakupenda tu. Subiri uzae matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikule nyumbani wanaga story na wakati wanafanya mambo yao au kukumbukaje? Ngoja notice kutangalia. Uende pale nyumbani umekodisha taksi. Sasa nyingine mlazimisha mazingira jamani. Bwana asifiwe sana. Mnaishi maisha fulani ambayo hayaendi vizuri. Unajua nyumbani kwenu unadharau. Pakia gari lako kama ni la buko au la buku mbili. Hata kama ni kusimama unaenda ukitikiswa namna hii, lakini tenga 5,000 ukifika karibia na nyumbani kodisha taksi. Fika pale nyumbani kwa machora nne na ndani. Amefika pale mwambie apige honi. Haleluya. Piga honi kwanza watu watoke, afu ndio ushuke kwenye gari. Haleluya. Haleluya. Au nielewe ninachoongea. Hii heshima inatafuta. Unanielewa sio? Wale wanaokudharau kama unavyojua wanavyokudharau, usipoanza kushughulika namna ya kuwanyamazisha, hakuna siku utakushika. Bwana asifiwe sana. Unywaji maji lakini nenda na Kilimanjaro siku hiyo hata kama umechota kwenye bomba. Hakikisha unaenda nayo na ukifika pale wakati goli imeshapigwa umetokea, fungua kwanza kunywa kidogo alafu fungua sasa mlango ndio ushuke. Kumbe watu hawajui ni ya bomba. Tengeneza heshima kwa wanaokudharau, na ukianza kuzaa watakuheshimu tu. Piga pale nyumbani,
nafika na vitu fulani fulani bana. Usiende kiholela holela. Usianze kusema mimi sisi kule mjini tuna shida sana. Mtu akikomba usikwambie sina hela jamani na nauli tu. Unajimaliza. Waambie sitoagi fedha saa hizi, naomba tuonane baadaye. Haleluya. Haleluya. Na sasa wewe mbona unakuja asubuhi sana wewe? Au ni chuma ulete nini wewe? Nenda uje baadaye. Mimi ninatoaga pesa kuanzia saa 7. Kumbe saa 6 kamili umeshachomoka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hii mambo mnasemaga sina haki ya Mungu, sina, nimebaki tu na nauli. Mnajishushia heshima sana machoni pao. Haleluya. Na ukiwa unaenda nyumbani ukishajua watu ni wengi wanasumbuaga, chukua 20 change buku. Naomba bwana ongea kwa kuja bwana nipate hata soda. Shika bwana. Ndio kupata. Haleluya. Haleluya. Na unazo za kutosha. Acha kujiweka chini. Mungu wako ni wa juu sana na amekuweka juu sana, kama anavyoheshimiwa na utaheshimiwa kupitia hilo jina lake. Lakini wewe mwenyewe unajishusha, unadharauliwa. No, haikubaliki hii. Naipinga kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Hebu sema mimi ni mzabibu mwema. Yesu anasema ni mzabibu wa nini? Wa kweli. Ukienda nyumbani ukiona hujaja kupokelewa, uanze kujiuliza kuna shida. Kuna nini? Daudi ni kichani. Sasa sijui kama ni kichani, naona kama nitakosa kusema kichani. Hichi kifungu cha zabibu hicho unachokiona, hichi ni kifungu kimoja tu katika kitabu hichi. Yaani katika kinani hichi nini? Kibebeo kimoja hichi kimebeba hizi zote. Hebu jaribu kufikiria mti mzima au ule mzabibu mzima ulizaa kiasi gani? Alafu unatukuza hivi. Juisi yanapendeza. Yozaa. Biblia inasema imani pasipo matendo ni kufa. Lakini haimaanishi matendo ni kula hii, no. Lakini tunachukua kitendo cha imani, tunasema hivi, tunashiriki katika mzabibu kupokea ule upako wa mzabibu. Tukazae kiuchumi kwa jina la Yesu aliye hai. Kama mzabibu ulivyozaa, na sisi tukazae kiuchumi kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi shida yangu sio nyingine. Wewe lala kwenye nyumba udongo, shauri yako, zaa kiuchumi. Bwana asifiwe sana. Unajua ukishakuwa na hela, utachagua nyumba ya kukaa tu. Kitu kinachosababisha ukae pale ni uchumi. Wewe vaa nguo yako, weka viraka hata 10, sina neno na wewe. Mimi shida yangu ni uchumi. Ukishakuwa na fedha, utachagua nguo ya kuvaa. Haleluya. Kwa hiyo ninataka kuomba kwa ajili ya hii zabibu, kuunganisha ile nguvu ya kiungu ambayo itatuunganisha tuwe wamoja. Bwana asifiwe sana. Lakini tukazae kama mzabibu. Hebu sema mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu. Lilian, umenunua hizi shilingi ngapi baba? 10,000. 2,000. Okay. Umesoma. Bwana asifiwe sana. Sasa tunataka tushiriki kwa pamoja hii. Kwa wale ambao wanataka kubadilisha mfumo wa kiuchumi. Mungu Yesu Kristo alipotoa mikate akawapa wanafunzi wake, actually ilikuwa ni mikate, lakini ilibeba neno alilolitamka likaenda likaishi ndani yao. Sema amen. Mimi shida yangu nasema hivi, watu wawe na fedha, watu wafanikiwe kiuchumi, watu wapenye, wastawi, wamiliki vya kwao walivyonyimwa tangu zamani. Sema amen. Bwana akaniambia nenda shiriki na uzao wa zabibu, alafu mimi nitatenda. Haleluya. Sasa watakaopata ndio hao. Bwana asifiwe sana. Ukikosa wala usimlaumu mtu, basi itakuwa kwamba tu Mungu ameona wewe bado wakati wako wa kumiliki utajiri bado. Haleluya. Sema amina. Ukikosa uwe mnyenyekevu na kumwambia Mungu na kushukuru kwa sababu mimi nimekosa. Haleluya. Usiseme kwamba Mungu amenitenga. Lakini ni agano. Tunataka agano la kufanikiwa.
Sasa ninaomba tusimame wote. Neno la Mungu ni dhahiri kwetu. Tungeweza kuchana karatasi tukaila, tumechana wewe wote. Hebu inua mikono juu. Sema maneno haya, sema Bwana Yesu, wewe unanipenda. Rudia tena, Bwana Yesu, wewe unanipenda. Na kila siku unaniwazia mema. Ninakuomba Bwana Yesu, leo ukabadilisha maisha yangu, ukabadilisha maisha yangu, nitoke kwenye viwango vidogo vya uchumi, nikaendee viwango vikubwa vya uchumi. Unipe neema ya kuzaa kama mzabibu, kiuchumi nizae kama mzabibu, kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana Yesu, maana utafanya jambo jipya katika maisha yangu. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya mzabibu huu. Wewe Bwana umesema sisi ni kama mzabibu uliotupanda. Ninaomba Bwana kwa neno lako, mzabibu huu utakasike, na kila atakayekula asile tunda, bali ale neno lililotamkwa kupitia tunda hili, kwamba kila mtu atakayekula atastawi, atafanikiwa, atainuka kiuchumi, atamiliki na kutawala fedha, atapenya na kuwa mtu mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, roho yako itahuisha maneno haya, itahuisha maneno haya, itahuisha maneno haya, na kila atakayeshiriki akauone mkono wako, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana kwa umetenda. Asante Bwana kwa kufanya. Asante Mungu maana unainua. Asante Bwana maana watu wataenda kuzaa uchumi kupita kawaida. Kupita kawaida, watu watakuwa matajiri, watamiliki fedha. Bwana, ile roho ya utasa inaenda kuvunjika kupitia tunda hili la mzabibu, itavunjika ndani yao, na watakuwa watu wapya kuanzia leo. Neno lako lina nguvu, litakapoingia ndani yao litabadilisha kabisa historia yao. Bwana, kwa kuwa mzabibu huu ndio tunautumia kushiriki meza yako. Bwana, meza takatifu uliyotuachia, tunakuomba kila kitendekacho kikawe kitakatifu katika roho wako, katika jina la Yesu aliye hai. Katika watu hawa, kila mmoja atakayechukua tunda dogo hili la mzabibu akainuke kiuchumi, akawa tajiri, akafanikiwa, akapenda, akazae kiuchumi kama mzabibu, katika jina la Yesu. Ile nguvu ya Alfa na Omega ikawe juu yao, ikawe juu yao, ikawe juu yao, wakamiliki na kutawala katika nchi, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Tumoja aseme amen. Tumoja aseme amen. Tumoja aseme amen. Tumoja aseme amen. Namuomba mtu mmoja, kasoro nyinyi hapa mbele. Namuomba mtu mmoja atakayetusaidia kushika. Asante Agape. Agape. Njoo wote. Basi nye na tamka kwamba kama mnavolisha ikawa sababu kwenu kila siku Mungu awalishi, lakini nyumba zenu zikawa matunda ya baraka kwa wengine, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuvunja roho ya umaskini ndani yangu. Unanipa neema ya kuzaa kama mzabibu. Asante Yesu. Basi karibu, una kichuma kimoja, usishike mzabibu wote tafadhali, shika tu kiponje kimoja. Basi tuanze na walioshika sahani. Asante sana. Unakuja tu, usipate shida. Nguvu ya kuzaa kama mzabibu kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mahali, kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kila mahali kwa jina la Yesu aliye hai. Zaa kama mzabibu. Zaa kama mzabibu. Watoto mwatolee. Zaa kama mzabibu kwa jina la Yesu. Zaa kama mzabibu kwa jina la Yesu.
zaa kama mzabibu kwa jina la Yesu aliye hai. Neno la Mungu la kuitwa mzabibu likatimie kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Likatokee, likatimie, likafanyike, likatokee, likafanyike, likatimie kwa jina la Yesu. Ukazae kama mzabibu kwenye biashara yako, uzae kama mzabibu kwenye uchumi, ukazae kama mzabibu kwa jina la Yesu aliye hai. Ile roho ya utasa ivunjike ndani yako, iachie kuanzia sasa, in Jesus mighty name. Vivyo kila saa ni
yangu kuanzia sasa. Kila ninachokifanya kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia kikazae matunda kuanzia leo. Mimi ni mzabibu mwema. Mbegu ya mzabibu mwitu imekufa kwa uweza wa Roho ndani yangu kuanzia leo. Nilitazama matunda mazuri yanayofaa kwa jina la Yesu. Niombee kwamba nitazama tunda kwa jina la Yesu aliha. Lipa shata kama yodobosaya rapa shetekebe kwa jina la Yesu. Anazama tunda huyo. Atazama tunda kwa jina la Yesu. Adui hauna nafasi pate tena. Atazama tunda. Matunda kwa uchumi. Nitazama matunda mazuri kiuchumi, matunda mazuri kwenye mafanikio. Nitazama kwa jina la Yesu. Matunda mazuri, matunda yenye kufaa. Nitazama kwa jina la Yesu. Amen. Inaonekana juu kuelekea mbele. Baba Mungu, ninaachilia nguvu ya Alfa na Omega. In Jesus mighty name. Yoyote yule aliyezuiliwa kupenya, leo umefunguliwa kwa jina la Yesu. Leo kama mtumishi niliyewekwa katika zamu hii ya majira haya, ninatamka